ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Mambo vipi Salum? Bwana niko poa, niambie Mola mali. Kama kawa? Kama nipe ripoti ndugu yangu. Harakati zinaendelea za mtaani japokuwa hali ya hewa kidogo ya mvua, lakini nataka twende kwenye sehemu moja, sehemu ya msingi sana. Kwa upande mzima wa swala zima la wanachama wa Dar es Salaam Africans, tupo kwenye kipindi mwaka mpya wa Dar es Salaam Africans tayari umeshafika. Mapambano yakoje kuhusu kupata wanachama mpaka hivi sasa? Bwana, sisi kama wakali wa Mzinga tunashukuru Mwenyezi Mungu, mipango yetu inakwenda vile ambavyo tunapohitaji kwenye mpango wa kutafuta wanachama wapya na kurenew ada zetu. Ukizungumzia mfumo wote wa Yanga Afrika, bado tunatakiwa tuimizane sisi kama wana Yanga. Kila mwana Yanga ambaye akusupport timu yake mwaka jana kuwa mwanachama, basi umefika wakati sasa kujitambua, kwa sababu timu yetu tunasema kweli ni kubwa, lakini bado inahitaji watu. Na watu tusidharau kitu ambacho viongozi wametuletea mbele yetu ili kufanya. Mimi nadhani kila mwana Yanga akiamua kujitolea kwa sababu ya timu, tutakuwa na uwezo mkubwa sana ambao timu yetu ya Yanga Afrika itakwenda kupata mapato katika kupitia sisi wenyewe na Yanga. Ukiangalia mikoa mingi ina mashabiki haina wanachama, lakini kama atapewa hamasa kwa ukubwa, mimi na imani kila mtu atakuwa kwenye ubora kuisaidia timu. Wapo wanaosema kwamba Yanga tunajivunia wadhamini wetu, haina haja ya kutoa hela. Unajua maoni kupanga ni kuchagua, lakini kama viongozi walikuja mbele wakakubali kugharamia mfumo, alafu wewe mwana Yanga wanasema kwamba siwezi kuwa mwanachama kwa sababu GSM yupo au SportPesa yupo, hiyo sio maana yake. Na ndio maana ukiangalia msimu mwaka jana mkutano mkuu ilikuja hesabu pale za Yanga msimu mzima, lakini bado kuonekana na Yanga atakiwa kushiriki katika namna moja, kunakuwa na fedha lazima tufike bilioni 6 ili kuisaidia mpango ambao tulikuwa tunakwenda nao. Cha kuwasihi kwa wana Yanga wote ambao bado hawakuwa kwenye mfumo wa wanachama, huu ndio wakati sahihi wa kujipanga kwenda kupambania timu yetu. Wale waliokunya juzi, ikitokea timu yetu ikawa mbovu wakachukua kombe la MBC, ndio watakwenda kunya sana, kwa sababu watakuwa na pakusemea. Kuchukua kombe lile miaka mitano sio jambo rahisi. Ni viongozi ambao walijipanga wakisha tunapambana na baadhi ya wanachama wachache ambao wao walikubali kuchangia timu. Unaposema 2024 iweze kusaidia timu ya Yanga, hebu fanya hesabu 2024 mara ngapi, utakuta fedha nyingi ambayo inakwenda kuisaidia klabu yetu. Lazima tuimizane. Kila yule mwana Yanga ambaye yupo tayari kushangilia mataji ya Yanga Afrika, basi awe tayari kuigharamia timu. 2024, 2029 ni kweli hela ndogo, lakini ikiwa kwa wingi ni hela ambayo inakwenda kuisaidia klabu yetu, na viongozi wanaona kwamba kweli wanachama wa Yanga Afrika wapo namna ambayo wameisupport. Sababu tunaona mikoa mingi tukienda vilabu vyetu ndio vinaingiza watu wengi, lakini kwa sababu zile fedha wanachukua wageni, sisi hatupati chochote. Tumeenda Meja Samuyo juzi viingilio 10,000, lakini zile fedha zote wamechukua je Tanzania. Kwa hiyo wakati wetu ambao tuliokuwa nao sisi kama wana Yanga kuhakikisha tunaisupport timu yetu katika mfumo wa kulipia ada. So ukilipa ada kwa wakati, tukaamua kulipa ada wote, ni timu ambayo itakuwa kubwa, ambayo kila mtu atakuwa anaogopa barani Afrika. Hawa makolo ambao tunawacheka hawana mfumo wa kadi. Wakija na mfumo wa kadi hawa, usione ajabu tukaja kuwa Yanga Afrika ambao tumeanzisha mfumo tukawa nyuma, wao wakawa mbele. Lakini shida nini? Wanachama wengi wa Yanga Afrika utakuta mtu anataka kuchukua kadi mwaka huu, lakini akichukua ile kadi anakaa ndani miaka mitatu, hata kuilipia ada yake. Atakwambia tu mwanachama Yanga anatoka kwenye wallet la kuonyesha, lakini muulize mara mwisho kulipia hiyo ada ilikuwa lini? Wakati msimu atakiwa kufika kila mwezi wa 7, atakiwa ada ufanyaje? Uilipie. Kwa ni wasii wana Yanga wote ambao tuko Tanzania na nje ya Tanzania. Nje ya Tanzania wamepewa nafasi watu 20 wanapewa tawi. Sisi ambao tuko Tanzania tushaambiwa wanachama kuanzia 100 mpaka 500. Lakini kufikisha tawi moja wanachama 500 linakuwa ni kitu moja kigumu sana, ambacho tunatakiwa tupambane. Sisi kama tunajua timu yetu tunaisupport. Bila kuisupport timu katika mazingira ya kutoa ada, maana tutakuwa piga kelele, tutakuwa watu oya. Mimi na imani viongozi hawakuja na mfumo ambao tuje kuchangia ada, sio kwamba kurupuka. Walikaa chini wakasoma akaona jinsi gani watu wanaendesha mpira, tukaenda kujifunza mfumo wa La Liga ambao uko Spain. Kila mpenda mpira wa Spain anachangia timu yake, iwe Barcelona, iwe Madrid, iwe Atletico Madrid, Sevilla. Ni mfumo ambao umetengenezwa katika ile nchi, na tumekwenda kuiga wale mfumo, basi tujitoe. Utakuta timu ikienda mikoani, unakuta wale umati ambao wanaisupport ile timu kuipokea, lakini nenda kaulize wale mkoa na matawi mangapi ambayo yako active. Kwa hiyo kila mkoa huu msimu ambao tunakwenda nao tubadilike kusupport viongozi katika sehemu ambao wao kama viongozi wameona msingi mkubwa wa Yanga ni sisi wanachama, ili kuisaidia timu yetu kusonga mbele. Ni muda muafaka sasa hivi tuseme kwamba kila mkoa uanzishe kampeni maalum kwa ajili ya Dar es Salaam Africans, kwa ajili ya timu yao wanayoipenda. Nadhani uongozi umepanga taratibu mzuri. Kila mkoa ambao ipo Yanga kuna mratibu wa huo mkoa.
kila mkoa ambao ipo kuna ratibu wa hiyo mikoa. Mimi nadhani umefika wakati sasa waratibu sasa nao wasimame kuwakumbusha wanachama wa Yanga ambao wapo kwenye matawi ambao walichukua kadi toka 2022 mpaka leo hawajalipa. Wapo wanachama mpaka leo wamechukua hadi katika msimu wa kwanza 2022 mpaka hivi leo hajalipia ada. Lakini ukimwona kwa kadi yake anatamba nayo. Mimi nina imani tufike wakati sasa sisi wenyewe wana Yanga tuwe na uchungu na timu yetu. Haya tunayoona tunapambania haya kama madogo, lakini mimi nakwambia nchi hii tukija kukosa kombe la NBC wakaja kuchukua makolo itakuwa shida ndani ya Tanzania. Lazima tukubali kujitolea kwenye timu yetu. Timu yetu inataka mapato na mapato sisi tunayo. Kama tunaamua kweli kuchangia timu yetu tunaweza, kwa sababu watu tupo na kila mkoa una wana Yanga. Kila mkoa akiamua kujitoa kusaidia timu, mimi nina imani viongozi wana sehemu ya kujivunia kama Yanga Afrika wanapambana kuhusu timu yao. Ni muda muafaka sasa kuonesha kwa vitendo kama walikubali kuchangia milioni 30 ya jumba jeupe kuwania alama hata moja ya muhimu ya ubingwa. Ni muda muafaka sasa wa mashabiki wa Yanga kujitoa kwa ajili ya Yanga kukata kadi. Mimi nadhani hakuna mwanachama ambaye alichangia kulipa kwenye nyumba nyeupe. Sina imani kama pale yupo ambaye sio kwa mwanachama. Mimi na imani wote ambao walichangia zile fedha siku zile ili Yanga yetu ipate alama moja, wale wote ni wanachama. Wengine mashabiki tu. Nasema hakuna hiyo, hakuna shabiki. Kama unashindwa kuchukua kadi ya Yanga Afrika kwa mwaka 2024, huwezi kwenda kulipa milioni 30. Wale ambao wamelipa zile fedha, mimi na imani wale wanachama. Wale ambao wako pembeni, wao ndio kila siku wanakwambia sitoe hela, wao washangilie. Lakini kumbe wewe inawezekana. Wewe unapenda kweli Yanga mwaka mmoja 2024, hata kama una maisha magumu. Lakini kama umeamua kweli kuipenda timu yako, ikifungwa unaumia. Unajua kwamba timu yangu ikifungwa wapo watu watakuja kunizomea. Lazima tujitoe. Tuamue kujitoa kwa sababu ya timu. Hujaambiwa lazima uwe mwanachama, labda usafiri, labda uende. Lazima tu basi changia kwa mwaka mmoja. Miezi 12 umetoa shilingi 24, jina lako linasoma Yanga Afrika fulani bin fulani amechangia Yanga, na nadhani kwa mafanikio makubwa kwa kila mwana Yanga. Huu msimu na ambao tunakwenda kwenye msimu mgumu. Azam ameongea. Wanakuja kivingine. Manake Azam hajaongea shabiki, ameongea tajiri. Huwezi kujua tajiri anakuja katika mfumo gani. Fedha anakuja kuchukua wachezaji wakubwa au anakuja kununua marefa au anakuja kufanyaje? Sababu nishakwambia na atakuja M4. Huwezi kujua anakuja. Amesema atadili na marefa. Atadili na marefa hadi nao vipi? Maana kama marefa wanachukua ngo lesa taonga au ndio maana yake. Sababu marefa kwa atadili nao kwa sababu shauri kuna hapa anapata fedha kwa sababu ya marefa. Kwani na imani wana Yanga wote ambao tuko Tanzania, ambao tuko tayari, tumeona ambao lofanyika juzi Jangwani, watu wamekuja kunya kwa sababu ya kombe tu la CRDB. Tuchukue action. Je, endapo wale mabwana wangalichukua kombe la la NBC ingalikuwaje? Jiulize tu, paredi la Simba linaenda kupita kweli, likopita limetafuta nongwa tu, lazima afike klabu ya Yanga, sababu ilikuwa tunataka kupita pale, lakini wakaona hicho tukatia nongwa Yanga Afrika tukawakele tupite kwenye klabu yao ili ndio tukeleke. Walikosea kitu kimoja tu, kunya bila kunao. Shukrani sana. Asante sana.